Serikali imewataka watumishi wa umma kote nchini kuzingatia sheria, kanuni, taratibu pamoja na mienendo ya maadili ya utendaji na maadili ya kitaaluma ili kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora zenye weledi na heshima. Wito huo umetolewa leo jijini Dodoma na Kaimu Katibu Mkuu Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Bi Hilda Kabisa, wakati akifungua kikao cha kubadilishana uzoefu kuhusu usimamizi wa maadili na utawala bora kati ya taasisi simamizi za maadili ya utendaji na mamlaka za kitaaluma. Uwajibikaji kwa watumishi wa umma. Ofisi yangu imekuwa ikipokea mrejesho wa malalamiko kutoka kwa wananchi kutoridhishwa na namna ambavyo baadhi ya watumishi wetu wa umma wanavyotoa huduma, yakiwemo matumizi ya lugha zisizofaa, kutojali utu na kutoa majibu yanayokatisha tamaa kwa wateja, ambapo inakuwa ni kinyume na sheria, kanuni, taratibu na mienendo ya maadili ya utendaji na maadili ya kitaaluma katika utumishi wa umma. Hivyo kupitia kikao kazi hiki niwaelekeze watumishi wote wa umma nchini kuzingatia sheria, kanuni, taratibu na mienendo ya maadili ya utendaji na maadili ya taaluma zao katika utendaji wao wa kazi, ili kutoa huduma bora kwa kuzingatia weledi, uadilifu na uwajibikaji wa hiari kwa lengo la kuimarisha ustawi kwa wananchi na hivyo kupunguza malalamiko kwa wananchi na kuwaongezea imani kwa serikali yao. 2. Mafunzo ya maadili kwa watumishi wa umma. Ofisi yangu inafahamu kuwa wapo baadhi ya waajiri katika utumishi wa umma nchini, hasa ofisi za tawala za mikoa pamoja na halmashauri zake, ambao kwao bado mafunzo ya maadili kwa watumishi wao si kipaumbele, na hata fedha zinazotengwa kupitia lengo B ambalo ni kukuza uadilifu na juhudi dhidi ya rushwa kwenye mipango na bajeti ya mwaka ya taasisi husika hutumika kwa shughuli zingine kinyume na malengo yanayokusudiwa. Hali hii inachangia kuwa na watumishi wa umma wenye tabia na mienendo inayokinzana na maadili ya utendaji na ya taaluma zao, na hivyo kurudisha nyuma jitihada za serikali za kukuza uadilifu na kuzuia vitendo vya rushwa kupitia mafunzo ya maadili ambayo yangewajengea uwezo watumishi wa umma ambao kimsingi ndio watoa huduma na wasimamizi wa miradi ya maendeleo kwa maendeleo endelevu ya wananchi. Hivyo basi, naomba niwakumbushe waajiri wote katika utumishi wa umma nchini kuweka kipaumbele kwenye utoaji wa mafunzo ya maadili kwa watumishi wao wapya na waliopo kazini. Tukumbuke kabisa, si waajiri tu, wakumbuke kutoa mafunzo ya maadili kwa watumishi wao wapya, kwa sababu wanaendelea kuajiriwa, na watumishi waliopo kazini, ili utumishi wa umma uwe na watumishi waadilifu wenye mienendo inayoendana na maadili ya taaluma zao na utumishi wa umma kwa ujumla, ikiwepo kutokujihusisha na vitendo vya rushwa katika utendaji kazi wao na usimamizi wa miradi ya maendeleo iliyopo katika maeneo ya kazi. Tunaamini kwamba waajiri tukilitekeleza hili tutakuwa tuko vizuri sana. Kwa hiyo tunaelekezwa tuendelee kuwatoa mafunzo kwa watumishi wapya na watumishi ambao wapo tulionao. 3. Matumizi ya mifumo ya kielektroniki katika utoaji wa huduma za serikali. Mtakumbuka kuwa moja ya jitihada kubwa zinazofanywa na serikali inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni kupunguzwa rushwa kwa kuongeza matumizi ya mifumo ya tehama katika utoaji wa huduma za serikali kwa wananchi. Hivyo nichukue fursa hii kuwasisitiza waajiri wote katika utumishi wa umma kuendelea kuwekeza katika utoaji wa huduma bora kupitia matumizi ya mifumo ya kielektroniki iliyosanifiwa na serikali ili kuongeza uwajibikaji, uwazi
na ufanisi kwa kupunguza mianya na vitendo vya rushwa kwa watumishi wa umma katika maeneo yenu pindi mtakapotoa huduma kwa wananchi. Kwa kama Mheshimiwa Rais ambavyo amekuwa kila siku akituasa, mifumo ya tehama basi itumike katika kutekeleza majukumu yetu ili kuondoa au kupunguza hili wimbi ambalo linajitokeza la rushwa. Namba 4, kusimamia na kuzingatia utekelezaji wa maazimio mnayojiwekea kupitia vikao kazi hivi. Ni muhimu kuendelea kuzingatia utekelezaji wa maazimio na mpango kazi mliojiwekea katika vikao vyenu, ikiwemo namna ya uendeshaji wa vikao kazi vya mwaka kwa utaratibu wa kupokeana, na endapo kuna changamoto zinajitokeza katika utekelezaji wa maazimio hayo, ni vyema kuzibainisha kupitia vikao kazi hivi na kuzitafutia ufumbuzi wa haraka na kwa pamoja. Ninafahamu kuwa mnamo mwezi Julai mwaka huu wa 2025, taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU iliandaa kikao kazi hiki kama sehemu ya utekelezaji wa maazimio mliojiwekea. Ni matumaini yangu kuwa utaratibu utakuwa endelevu, na nimejulishwa kuwa kikao kazi kinachofuata kitaandaliwa na ofisi ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali nchini NAOT mnamo mwezi Machi mwaka 2026. Ofisi yangu kama mratibu wa vikao hivi ifanye mawasiliano na NAOT mapema iwezekanavyo ili kutoa nafasi ya kufanya maandalizi ya kutosha kulingana na mahitaji ya vikao hivi. Kwa naamini kwamba NAOT kwa kushirikiana na ofisi ya Rais Menejimenti ya Utumishi na Utawala Bora wataandaa na kwa kushirikiana ili kusiwe na mkwamo wowote, kwa sababu vikao hivi vinaonekana vinatija. Ofisi ya Rais Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora pamoja na majukumu yake mengine ina jukumu la kusimamia maadili ya utendaji katika utumishi wa umma, ambapo katika njia mojawapo ya utekelezaji wa jukumu hili ofisi yako kushirikiana na wadau mbalimbali wanaohusika na usimamizi wa maadili kama vile maadili ya kitaaluma. Namna mojawapo ya kutekeleza jukumu hili kwa kushirikiana na wadau hawa ni kupitia vikao kazi kama hivi vya kubadilishana taarifa na uzoefu juu ya masuala ya usimamizi wa maadili ya utendaji kazi na maadili ya kitaaluma. Ndugu mgeni rasmi, kikao hiki ni matokeo ya maazimio ya kikao cha 3 cha kubadilishana uzoefu na taarifa za usimamizi wa maadili ya utendaji kazi na kitaaluma kilichofanyika tarehe 21 na tarehe 22 Septemba mwaka 2023 katika ukumbi wa jengo la PSSF Makole hapa jijini Dodoma. Katika kikao hicho iliazimiwa kuwa vikao hivi vitakuwa vikifanyika mara 2 kwa mwaka, yaani mwezi Machi na mwezi Septemba kila mwaka, na vitafanyika kwa utaratibu wa mzunguko, yani rotation, ambapo kwa mwaka huu tunashukuru taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU tayari wameratibu kikao hiki cha 5, kikao kama hiki cha 5 ambacho kimsingi kilipaswa kufanyika mwezi Machi mwaka huu, lakini kilifanyika mwezi Julai. Tunawashukuru na kuwapongeza sana TAKUKURU kwa kuitika kwa vitendo kutekeleza azimio lile la mwaka 2023 kwa kufanya mzunguko kwa mara ya kwanza. Na ofisi yako ndio inaratibu kikao kazi hiki ambacho kimsingi kikao hiki cha leo kilipaswa kufanyika mwezi Septemba. Lakini kutokana na maandalizi na majukumu mbalimbali, basi leo tarehe 2 mwezi wa 10 kinafanyika na tuko hapa siku ya kwanza. Ndugu mgeni rasmi, katika kipindi cha siku 2 za kikao kazi tunatarajia kupokea mada takribani 5. Tayari zimeshawasilishwa mada 2 zinazoakisi usimamizi wa maadili ya utendaji na maadili ya kitaaluma katika utumishi wa umma. Kama ambavyo mnafahamu, swala maadili ni swala ambalo hakuna mtu anaweza kalikwepa. Ili kuleta maendeleo endelevu ambayo tumekuwa tukiyasema kama nchi, lazima swala la maadili lipewe kipaumbele. Na taasisi simamizi za maadili ya utendaji katika utumishi wa umma, imani yangu ni kwamba tunaenda kuyaweka katika vitendo, hususan katika eneo la uwajibikaji kwa watumishi wa umma. Hili limekuwa ni eneo ambalo tumelipokea maelekezo yako na tunaenda kuweka utaratibu kwa namna gani watumishi ambao ndio wanaohudumia wananchi waweze kupata elimu, waweze kuwahudumia wananchi vizuri, kwa sababu huduma kwa mteja ni sehemu pia ya huduma ambazo wananchi wanatakiwa wapate
na waweze kuona kwamba serikali inawajali kwa kuwasikiliza na kutatua changamoto zao. Kwa hiyo Mheshimiwa mgeni rasmi, hilo na kuhakikishia kwamba tumeshalinote na mamlaka husika tunaenda kulifanyia kazi na kusisitiza matumizi ya sheria, taratibu, kanuni na miongozo. Katika maelekezo mengine uliotupatia kuhusu mafunzo kwa watumishi, na mimi nipende kuchukua fursa hii kushukuru sana Wizara ya Management ya Utumishi wa Umma kwa kusisitiza pia hilo mara kwa mara kwamba watumishi wapya wapatiwe mafunzo, wanaita orientation, lakini pia na wale ambao wako kazini wapatiwe mafunzo ili kuboresha utendaji wao, kwa sababu isifike mahali sasa ikawa tena watu wanafanya kazi kwa mazoea. Kwa hiyo Mheshimiwa mgeni rasmi, hilo tumelipokea na tunalifanyia utekelezaji. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumesisitiza swala la tehama, matumizi ya tehama katika utoaji wa huduma. Siku zote serikali imekuwa ikitoa maelekezo na miongozo ipo. Ni swala ambalo kwa kweli inabidi taasisi hizi ziweke kipaumbele katika kusimamia utekelezaji wake.